Mimi ni mojawapo kati ya wengi walionufaika na busara zake kwa muda mrefu. Kuanzia nilipoingia bungeni, nilipata ushauri mwingi kutoka kwake. Nilipoteuliwa kwa mara ya kwanza kuwa naibu waziri wa fedha, nilipata ushauri kutoka kwake. Kwa kujitolea tu, anasema hivi, unavyoenenda zingatia hili na hili na hili na hili, kazi yako itakuwa nzuri sana. Hata sasa, baada ya kuwa ameteuliwa kuwa waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, ni mtu ambaye huchoki kufanya naye kazi. Mheshimiwa Baba Paroko na Watanzania kwa ujumla wataona niliweza kupanga ziara moja ndefu zaidi ya mwezi na siku kadhaa mfululizo kupita halmashauri kwa halmashauri. Nilifanya hivyo kwa sababu zile kazi ambazo za uratibu ambazo zilitakiwa zifanyike kwenye dawati, Mheshimiwa Lukuvi alikuwa anafanya kikamilifu. Tumeenda kwenye maandalizi ya bunge na kamati, hapakuwepo na gepu kwamba waziri mkuu yuko kwenye ziara. Mheshimiwa Lukuvi aliendelea na uratibu kikamilifu. Na sio hiyo tu, kama ambavyo Mheshimiwa Jaji Mkuu ametoka kutuambia, Mheshimiwa Lukuvi alikuwa anaweza kuelezea masuala ya kazi kwa lugha iliyo rahisi kwa kila wizara na kufanya masuala yanayohusiana na ushirikiano ndani ya serikali kuwa na ufanisi mkubwa zaidi. Tutaendelea kumkumbuka Mheshimiwa Lukuvi kwa umahiri wake huo, na hata tulipokuwa tukikaa mawaziri tulikuwa tunasema kwa kweli, mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni. Mheshimiwa Lukuvi kwenye masuala ya uratibu ni profesa. Hivyo hivyo na kwa waheshimiwa wabunge, anafanya mahusiano kati ya serikali na bunge yawe imara kila wakati.